baba nimepigiwa simu kule kazini kwake Mwamkulu kwamba amechinjwa. Sisi kama walimu tumesikitishwa sana kwa kuwa ni mwili umefariki, afu pia kichwa kimekatwa, hakina sura ya kutambua. Amka nasi. Haya habari mbalimbali, amka nasi. Amka nasi. Karibu kwenye kipindi cha Amka Nasi ambacho kinakuijia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuiangaza nchi yetu Tanzania kama ilivyomulikwa na waandishi wetu wa habari katika mikoa mbalimbali. Kipindi chetu leo kinaanzia mkoani Katavi ambapo tunasimuliwa kuwa mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Hamadi Aidan Ramadhan mwenye umri wa miaka 51, mwalimu wa shule ya msingi Mkwajuni, kata ya Mwamkulu, halmashauri ya manispaa ya Mpanda, wilaya ya Mpanda, amekutwa ameuawa kikatili kwa kuchinjwa na kutenganishwa kichwa na kiwiliwili na watu wasiojulikana. Tukio hilo limetokea tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2026. Tupate simulizi zaidi kutoka kwa Pasco Katona. Wakizungumza na waandishi wa habari, baadhi ya mashuhuda na ndugu wa marehemu wamesema kuwa wanasikitishwa na tukio hilo na wanaiomba serikali kufanya uchunguzi wa mauaji hayo ya kinyama. Naitwa Masanja Ruhaga Masaba, ni mwalimu wa shule ya msingi Mwamkuru. Pale tukakuta mwili maeneo ya senta, wananchi wamekusanyika, ambao ulikuwa umetenganishwa kichwa pembeni na mwili mwingine pembeni. Kwa utambuzi wa haraka kwa kuwa ni mwili umefariki, afu pia kichwa kimekatwa, hakina sura ya kutambua, tulijaribu kutambua kwa kupitia mavazi kwa kuwa waga tunaona ameyavaa. Kwa majina naitwa Agnes Nguvumali, ni mdogo wa marehemu mwalimu Hamadi Aidan. Taarifa nimezipata saa 4:26 asubuhi ya leo. Nilipigiwa simu na mtoto wa marehemu anaitwa Efraim akiwa Dar es Salaam. Anipigia kama kunisalimia, lakini ananiuliza, daktari, shangazi, habari ya Dodoma? Nikamwambia siko Dodoma, sasa hivi niko Katavi kikazi na kazi imekuja kufanya Katavi. Akaniambia una habari gani? Kuna taarifa yote umepata? Nikamwambia sijapata taarifa yoyote, kwa hiyo sijui chochote. Akasema baba nimepigiwa simu kule kazini kwake Mwamkulu kwamba amechinjwa. Nikamwambia amechinjwa saa ngapi? Akasema mimi nimepigiwa simu asubuhi kwamba amechinjwa. Nikamwambia basi haina shida, ngoja mimi niende kazini niombe ruhusa ili nikaconfirm kama hizi taarifa tunazosikia ni za kweli. Ni kweli. Mimi nikaenda ofisini nikaomba ruhusa, nikapewa usafiri, nikaenda mpaka eneo la tukio. Nimefika eneo la tukio, nimekuta polisi wanaendelea na uchunguzi wao. Ya kufika kule polisi walichokuwa wanafanya, tumekuja na mwili mpaka mochwari ya Mpanda. Madaktari wanaendelea kufanya uchunguzi wao, postmortem inaendelea huko ndani. Lakini kama kuna chochote ambacho kimetokea, maybe amedhurika na mtu kamdhuru au nini, tunaomba serikali itusaidie kuweza kuwapata watuhumiwa na waliofanya kitendo hiki, kwa sababu tunakilaani. Ni kitendo ambacho ni kibaya sana, amekatisha uhai wa mtu. Watoto waliokuwa wanafundisha walikuwa wanamtegemea kwa sababu alikuwa ni mwalimu wa elimu maalum. Majina anaitwa Mwalimu Joseph Kihwele, katibu wa chama cha walimu CWT Manispaa Mpanda na kaimu katibu wa CWT mkoa wa Katavi. Binafsi sisi kama walimu tumesikitishwa sana na tunalaani sana kitendo hiki cha mauaji haya katili kwa mwalimu mwenzetu na mwanachama mwenzetu wa CWT, sababu wamekatisha uhai wake. Tuviombe vyombo vya ulinzi na usalama viwatafute wahusika na wachukulia hatua zinazostahili. Paulo Kahoya ni afisa maendeleo ya jamii kutoka manispaa ya Mpanda, akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa hiyo, amesema analani tukio hilo la mtumishi wa serikali kufanyiwa ukatili. Kwa jina naitwa Paul Ibrahim Kahoya, ni mwakilishi wa mkurugenzi wa manispaa ya Mpanda. Na kuhusiana na tukio hili la kuuawa kwa mwalimu, kweli tukio ambalo tumelipokea kwa masikitiko makubwa sana, sababu tunakiri wazi kwamba kweli ni mtumishi wetu wa halmashauri ya manispaa Mpanda, amekuwa akitekeleza majukumu yake katika shule ya msingi Mwamkuru, na kama mtumishi wa serikali
amejitoa katika maisha yake, amejitolea kutumikia jamii yake na ametekeleza majukumu yake. Sasa hata mauti ulipomkuta na tulipopewa taarifa, kwa kweli tumesikitishwa sana na tulichukua hatua ya kuweza kufika eneo la tukio tangu asubuhi, na kweli tumeshuhudia mwalimu wetu ameuawa kikatili sana. Jambo hili ni jambo ambalo ni baya na linaleta maumivu hata kwa watumishi wengine wa eneo hilo. Na yote ambaye akisikia jinsi ambavyo tukio limetokea, kweli inauma sana. Lakini tunashukuru Mungu kwamba mauti umemfika, kwa sababu kama maandiko matakatifu yanasema kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ataonja mauti. Na kama mauti imemkuta, kama mwajili anachokifanya ni kuendelea kukamilisha taratibu zile za kuweza kumsafirisha. Kwa hiyo sasa hivi jukumu ambalo mwajili analifanya ni kufanya maandalizi ya safari kwa ajili ya kwenda kupumzisha mtumishi huyo nyumbani kwao Kigoma. Labda nichukue nafasi hii kuweza kutoa wito kwa jamii ya wananchi walioko pale Mwamkuru na wananchi wote katika manispaa yetu ya Mpanda. Matukio kama haya au vitendo kama hivi lazima vikemewe. Hata viongozi wa dini na ya kila mmoja ambaye anaweza kutumia fursa jukwaa lake atakalokuwa nalo kuweza kukemea vitendo kama hivi, kwa sababu vinarudisha nyuma jitihada za serikali katika kuwatumikia wananchi wake, jitihada za hata hawa watumishi katika kutumikia jamii yao. Inaumiza sana na inaweza ikafifisha ule moyo wa kizalendo na moyo wa kujitoa na kutumikia taifa letu. Hata hivyo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda Kaoya amewataka walimu waliopo kata ya Mwamkuru kuwa wavumilivu wakati serikali inafanya kazi yake. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, naitwa Pasco Katona wa Amka Nasi na Magic FM. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Hakika sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu. Na niamkapo asubuhi, siku nyingine yapendeza. Nenda East and West, Magic ni best. Radio hii Magic FM. Nasikiliza mchana, mahali pekee pa maisha yangu. Jioni usiku, sikosita siku kusikiliza Magic FM. Magic FM 2026. Mtaa umeamka, tunasikika.